Amazing! Beduhi ni nani? Historia na asili yake ni ipi? Leo tufahamu kiundani yake. Gonga like hapa na subscribe. Asante. Wow, hakika hutajuta kuwa hapa. Mada ya leo, jini beduhi au jini wa mapenzi. Usio na haraka. Mwisho nimekuwekea jinsi gani unaweza mtumia kwa kumvuta mke, mume hadi mchumba aliyekutoroka. Katika ulimwengu wa rohaniyat na elimu ya nyota, beduhi si jina geni. Boss Nyao anasema beduhi si jina la jini mmoja tu wa kawaida, bali ni jina lenye asili ya namba na herufi abjad zinazowakilisha siri ya upendo na wepesi. Kihistoria, beduhi anatajwa kuwa ni msimamizi wa mivuto, barua na safari za haraka. Wenye imani hii wanaamini kuwa beduhi ana uwezo wa kupenya kwenye fikra za binadamu na kupandikiza mbegu ya upendo au hamu ya kutaka kuonana na mtu fulani. Boss Nyao anasisitiza kuwa huyu ni jini wa mahaba, love spirit, ambaye akielekezwa kwa mtu hawezi kupumzika mpaka amtekeleze aliyepangiwa. Beduhi ni jini tena mwenye uwezo wa kuvuta mapenzi kwa kasi za ajabu. Boss Nyao anaelezea kuwa katika historia ya vitabu vya kale vya Waarabu kuna jina linaloitwa budu au beduhi. Jina hili linahusishwa na herufi 4 za Kiarabu ambazo ni ba, dal, waw na ha. Katika falsafa ya elimu ya herufi za kale, wataalamu waliamini kuwa kila herufi ina nguvu fulani ya kiroho na pia ina uhusiano na ulimwengu wa majini. Kwa sababu hiyo, majina yaliyoundwa kwa herufi hizi yalikuwa yanachukuliwa kuwa na nguvu maalum katika baadhi ya mila za kale. Boss Nyao anaelezea kuwa katika baadhi ya simulizi za watu wa Misri wa kale, jina beduhi lilitajwa sana katika maandiko ya wachawi, waganga wa kale na wataalamu wa talasimu. Katika vitabu vya kale vya elimu za siri vilivyokuwa vinatumika Misri na maeneo ya Kiarabu, jina hili lilikuwa linaandikwa katika michoro ya talasimu au hirizi. Sehemu ya pili, masharti na onyo. La Boss Nyao. Kabla hujaingia uwanjani, Boss Nyao anatoa onyo kali. Elimu hii ni kama kisu chenye makali. Lazima uwe na lengo la dhati, kumvuta mke, mume au mpenzi kwa ajili ya kuishi naye kwa amani na heri. Ukimtumia beduhi kwa lengo la kuchezea watu au kufanya uharibifu, Boss Nyao anasema dawa hii itageuka kuwa mtumwa kwako. Haitafanya kazi na inaweza kukuletea nuksi wewe mwenyewe. Sehemu ya tatu, maandalizi ya kazi. Ili kumpata beduhi, maandalizi ni lazima yawe ya kipekee. Boss Nyao anasema kazi hii inafanywa siku ya Alhamisi asubuhi, saa 1 kasoro. Unahitaji damu ya jogoo mwekundu ambayo utamchinja kwa nia ya sadaka kwa ajili ya kumpata huyo unayemhitaji. Sadaka hii ni ya beduhi anipe yule nimtakaye. Mchanganyiko wako wa wino utakuwa ni ile damu ya jogoo na marashi kidogo. Pia Boss Nyao anakukumbusha, usisahau buhuri. Siku hiyo lazima uwashe udi unaonukiza vizuri sana ili kuivuta roho ya beduhi mahali hapo. Sehemu ya 4, hatua za kazi na visomo. Hatua ya kwanza ni kusafisha anga. Boss Nyao anasema, soma Surat Al-Fatiha mara 31 ili kuondoa umari makani, viumbe na mashetani wanaoharibu kazi na kuleta vizuizi. Baada ya hapo, utatamka ya beduhi mara 1500 huku ukinuiza, na mvuta fulani mzaliwa wa fulani aje kwangu anitafute kimahaba. Lakini ukitaka majibu ya papo kwa papo kabla siku haijapinduka, Boss Nyao anasema fanya hivi: soma bismillah mara 66, soma alhamdu mara 70 kwa bismillah moja. Tamka ya beduhi mara 3,313 na kila baada ya 100 tia nia zako kwa ukali. Sehemu ya 5, talasimu 3 na maeneo yake. Andika talasimu 3 kwa ule wino wa damu. Andika maneno haya: tawakali ya jini mahabat beduhi bijil bihuba hazihi ni sai jalbu kulubu wa ghakil wa mahabat ila ashik wa ghashik. Mfano, Ali bin Suleiman. Boss Nyao anakupa utaratibu wa kuzitumia. Karatasi ya kwanza, izike kwenye moto saa hiyo hiyo huku ukinuiza. Karatasi ya pili, itundike juu kwenye upepo saa 8 mchana. Karatasi ya tatu, ipeleke njia panda saa 3 usiku. Hitimisho la Boss Nyao. Ukitumia mbinu hii ili ufanikiwe na urazi wake, tuma kiasi chochote kama sadaka kwenye hizi namba hapo mbele zinazopita. Maana anasema hajakupa pesa, amekupa ujuzi usiozeeka. Boss Nyao anasema kwa uhakika kabisa, ukifanya hivi na bado mkeo au mumeo asirudi, basi usimtafute tena. Boss Nyao.
maana hapo utakuwa umekosea masharti. Na ikiwa unahisi una vifungo au huna ujasiri wa kufanya mwenyewe, mtafute mtaalam akufanyie kwa gharama kidogo. Boss Nyao anasema, wengi wenu mnafanya kazi bila kuwaondoa umarimakani. Bila hawa ndio maana mnapoteza kuku na mbuzi bure, lakini majibu hamupati. Hii itamfanya mtazamaji abaki ili ajue kosa lake ni nini. Boss Nyao anasema, beduhi hapendi sehemu zenye uvundo. Ukiwasha udi huu, unamtengenezea mazingira ya yeye kushuka na kutekeleza amri yako kwa haraka. Boss Nyao anasema, njia panda ni makutano ya roho. Unapoweka pale saa 3 usiku, unamkabidhi beduhi barua ya huyo mtu akiwa ameshaingia kwenye vipindi vya usingizi. Tuishie. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii ili uwe familia Boss Nyao Online. TV video ijayo, Boss Nyao atawaletea somo la namna ya kupata hudami wa kukupa habari na kukusaidia katika maisha. Beduhi.